Kwa majina naitwa Nuru Lukumai. Niko hapa kwa niaba ya CEO wa Relief for the Hopeless Foundation pamoja na mshirika mwenza Roam Humanitarian. Tuko hapa kwa ajili ya kukamilisha mradi wa maji uliofanyika shule ya msingi Sasi. Kipekee tunamshukuru Mungu kukamilisha swala hili kwamba watoto watapata changamoto tena ya maji, kwa sababu watoto walikuwa wanaenda mbali kuchota maji, wanakuja na vidumu shule, ila naamini kuanzia Jumatatu watakuta maji salama, maji safi yanafaa kwa kutumika. Pia taasisi imeweza kutoa huduma shule hii, bima ya afya hapa shuleni. Pia tumeweza kutoa huduma ya vifaa vya michezo hapa shuleni. Leo tumekamilisha swala la maji. Tunashukuru sana kwa jamii kutuamini, shule kutuamini. Tunashukuru kwamba mmetupa hii nafasi. Asanteni. Kwa majina naitwa Dorcas Amos Shami. Ni mtendakazi kwenye shirika la Relief for the Hopeless Foundation. Sisi kama Relief for the Hopeless Foundation tukishirikiana na Roam Humanitarian tuko hapa leo shule ya msingi Sasi kwa ajili ya utekelezaji wa mradi wa maji. Kutokana na changamoto ya maji iliyokuwa hapa, kwa sasa imetatulika, na washukuru wote kwa kutuamini. Karibuni sana. Kwa jina mimi naitwa Abraham Olimironyi, ni mwenyekiti wa kijiji cha Sasi na pia ni mzaliwa wa kijiji cha Sasi. Kero kubwa ilikuwa kwenye shule ya msingi Sasi ni maji. Kweli watoto walikuwa wanahangaika sana kwa mitaani kuomba maji, lakini kwa sasa hivi kwa sababu mradi umekuja, tunamshukuru sana mheshimiwa diwani kwa kazi nzuri aliyofanya, na naomba endelee na moyo huo wa kusaidia na watu wengine katika kata ya Bangata. Kwa kweli mimi sina la kusema, ila namuombea Mungu sana, kwa sababu hii kazi aliyofanya leo nadhani ataongoza zaidi ya miaka 20. Mimi wangu ni wa 17, lakini nadhani aongoze miaka 20 na zaidi, lakini zaidi Mungu ampe afya njema, asipate tatizo lolote, na naomba asikilize maneno ya watu, afanye kazi kama alivyoamua kufanya kazi ndani ya kata ya Bangata. Kwa hiyo mimi nashukuru sana, Mungu ambariki sana. Asante. Na mtazamaji, hapa ni kata ya Bangata, kijiji cha Sasi, na hapa ni shule ya msingi Sasi, na kama unavyoona ni utekelezaji wa mradi wa maji, kwa maana kupata maji katika shule hii ya msingi Sasi. Na mbele yangu hapa yuko mwananchi ambaye atajitambulisha kwa majina yake na tutaenda kuongea naye zaidi kuhusiana na jambo hili ambalo linafanyika hapa, utekelezaji wa upatikanaji wa maji. Pengine kwa majina yako nani tafadhali? Mimi naitwa Sadok Rafael Molel, ni mwananchi wa kijiji cha Sasi na niko hapa kushuhudia uchimbaji wa kisima katika shule ya msingi Sasi, ambapo imekuwa kero ya maji kwa muda mrefu. Wanafunzi wetu wamekuwa wakibeba vidumu kwa ajili ya maji ya kupikia pamoja na kufanya usafi, na hii tunaona ile ahadi ya mheshimiwa diwani ikitekelezwa na wanakwenda kupata maji sasa, ambayo itakuwa kero imetatuliwa kwa muda mrefu. Pengine ni kwa muda gani mlikuwa mnapata kero hii ya maji hapa katika maeneo haya? Ni muda mrefu, kwa sababu mimi nimemaliza hapa mwaka 1998, kwa hiyo takriban miaka 30 hii kero ya maji imekuwepo, na hatujawahi kuwa na chanzo madhubuti cha maji, lakini tumekuwa na bomba linakuja linakatika, lakini nadhani hili litakuwa suluhisho la kudumu. Kwa miaka yote hiyo 30, kwa nini jambo hili halikufikiriwa au likufanyika kwa kipindi chote hiki? Nini ilikuwa shida? Tumekuwa na mradi wa maji ambao ulikuwepo wa TASAF, lakini haukuwa na usimamizi madhubuti ambao ulifanya shule upate maji kila siku, kwa sababu maji madogo yaliyokuwepo yanagombewa na wananchi wengi. Kwa hiyo wananchi wengi wana kero ya maji kwa sababu mradi uliopo utoshelezi mahitaji ya wananchi waliopo. Sasa manufaa ya mradi huu wa maji yanayopatikana katika maeneo haya hapa atakuwa na manufaa gani kwa wananchi wa eneo hili, tuseme na shule kwa ujumla? Kwanza kabisa ni shule. Shule watapata maji, lakini wananchi wanaozunguka eneo hili takriban kaya 300 zinaweza zikanufaika na mradi huu wa maji kama ukisimamiwa vema, kwa sababu eneo hili ni sehemu ambayo ina shida ya maji. Kwa hiyo wananchi pamoja na shule watafaidika, lakini pamoja na taasisi zingine kama kanisa nalo litapata kutatua tatizo hili la maji. Labda unatoa wito gani au ungependa kuambia nini ambao wamefanikisha upatikanaji wa maji katika eneo hili? Mheshimiwa diwani na taasisi wengine ambao wameshirikiana nao. Wote, Mheshimiwa diwani pamoja na shirika ambalo limetusaidia hili la Relief for the Hopeless Foundation, tunawapa shukrani. Hatuna maneno mengi ya kuwashukuru, lakini Mungu awape neema kubwa kubwa na ndogo ndogo.
labda kumalizia, unawaambia nini wakazi wa kata ya Bangata hususan kijiji hiki cha Sasi ambao ni wanufaika wa mradi wa maji? Pamoja na kumshukuru Mheshimiwa Diwani pamoja na shirika lilotusaidia, wautunze mradi uliopatikana. Wautunze ili uweze kudumu na kusaidia vizazi vijavyo. Shukrani sana. Asante sana.